Unavolia ya mama, ya mama. Sikupenda unavolia ya mama, ya mama. Leti habari kijana. Salama. Kijana anaimba sana. Takata food baby no. Nikipata Nyimbo gani anaimba kwa nini yeye? Yaani nyimbo anaimba ovyo ovyo, hakuna nyimbo ya maana. Taka vibe sisi. Taka nyimbo za mapenzi nzuri. Wewe unapenda za mapenzi. Mimi bwana nataka nyimbo za kubembelezwa. Mimi ndo arwatani. Na kipaji sana kijana. Si unajua baby, hatuna goroka wala kitanda. Halafu baby, si unajua baby, hatuna goroka wala kitanda. Naomba nisubiri, nitarudi. Naomba nisubiri, nitarudi. Naomba nisubiri, nitarudi. Naomba nisubiri, naomba nisubiri, nitarudi. Naomba nisubiri, nitarudi. Naomba nisubiri, nitarudi. Naomba nisubiri, uwe. Subiri baby, nikipata tutaishi kibosi. Unajua baby, honey, kukuchiti mimi siwezi. Hali ngumu nyumbani, najionea moyoni sina amani. Waniombea, nimezichoka kopa kwa jirani, kakutoloka nkatafuto kumujini. Nisamee baby, sikupenda iwe hivyo. Nimezitoka shida ugali dagaa, wenzetu si mkubwa na motoka. Halafu baby, si unajua baby, hatuna goroka wala kitanda. Halafu baby, si unajua baby, hatuna goroka wala kitanda. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka The Moon TV inayoletwa kwenu nami Eva Mike. Kwanza ni muhtasari wake. Wanakijiji wa kijiji cha Mnyagala wameandamana kwa kukosa huduma ya maji na kutoa malalamiko kuhusu uongozi kuwa mbovu na kumshutumu mkurugenzi ajiuzuru. Unaona sasa. Si aliru dada. Anataka kutuharibia kila kitu. Nilikwambia uwe naye makini kabisa boss. Habari kamili. Wanakijiji cha Mnyagala wameandamana kwa kukosa huduma ya maji na kutoa malalamiko kuhusu uongozi kuwa mbovu na kumshutumu kiongozi ajiuzuru. Unaona? Paka sasa wameenda eti kula chakula. Sasa hivi hapa tunawasubiria wao. Wana shida gani hao watu? Shida sio kuwasubiri. Mimi sibanduki hapa mpaka warudi. Siwezi kukubali hiyo hasara. Pesa zimetoka, alafu maji watuletee na wanatuacha hapa wananchi. Wanafunga geti wanaenda kula. Wana malengo gani na sisi? Sibanduki hapa mguu wangu. Paka hata kama ni kesho wasubiri wanafungua. Nitakuwepo hapa. Jamani, hebu nisikilizie. Yaani nafika hatua mpaka ninachoka. Hivi ya maji yatakuwa rafiki tena kweli? Kila siku tunabeba ndoo mpaka mabega yanauma. Tunafanyaje kama familia zetu wenyewe tumeshindwa? Familia zetu zinakufa bila maji. Yaani sisi nakutengea. Yaani miguu hadi mpaka imechoka. Haya maji hayaonekani hata tone. Kwa nini? Jamani, yani hili swala tusilichukulie mzaha. Kwa sababu maana yake ilivyofikia hii hatua hili jambo limekuwa serious sana. Kwa maana hiyo tusitoke pahala hapa pasipo kupata solution ya tatizo letu. Jamani, tulikuwa tukisubiri sana kuhusu haya maji. Tunaambiwa kesho mpaka lini? Hii swala tumechoka sasa. Au unasemaje mjumbe? Ndugu zangu, nataka niongee kitu moja kusudi. Kile kitu ukielewa unaelewa. Hii tatizo imekuwa ni tatizo ukame hata hali ya kawaida. Angalia, Alisa amekauka. Ng'ombe yetu amekonda, watoto wetu wanapoteza nguvu. Kama tutapuuzia, tutachukua muda mfupi tunakaa. Tatizo ameingia. Kweli kabisa. Jambo hilo limetokea katika eneo la ofisi ya kata na kutoa malalamiko kuhusu mkurugenzi kuwa ni mla rushwa na kutaka aachie ngazi mara moja. Dada bwana mimi simpendi sana kwa sababu kila anachokifanya ananifuatilia. Nini hicho sasa? Ile siku nilikuona unaongea naye kabisa. Kumbe nakupeleleza.
Dada bwana huyo. Sasa nishaanza kujua kila kinachoendelea. Okay.